kumfahamu kiongozi mpya wa kijeshi Burkina Faso, Ibrahim Traore. Mkuu mpya wa jeshi la Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, ndiye kiongozi mdogo zaidi wa eneo hilo na mwanajeshi mwenye ukakamavu ambaye amekuwa akikosoa zaidi mikakati isiyofanikiwa ya mtangulizi wake dhidi ya Islamic State na wanamgambo wa Al-Qaeda. Kapteni Traore alimpindua Luteni Kanali Paul Henri Damiba. Ilikuwa ni tarehe 30 Septemba 2022, ikiwa ni mapinduzi ya pili ya kijeshi mwaka huo ambayo yaliweza kupunguza kasi ya mpito kuelekea utawala wa kiraia. Traore mwenye umri wa miaka 34 alianza kazi ya kijeshi mnamo mwaka 2009 na amehudumu katika vikosi mbalimbali mashariki na kaskazini mwa nchi ya Burkina Faso. Alikuwa miongoni mwa kundi la wanajeshi waliounga mkono mapinduzi ya Damiba ya Januari 24 dhidi ya rais aliyechaguliwa kidemokrasia Roch Marc Kabore. Hata hivyo, miezi 8 baadaye, migawanyiko iliibuka katika serikali kuu inayojulikana kama vuguvugu la Patriotic for Preservation and Restoration. Mbinu mbalimbali zilizotumiwa na utawala wa muda wa kijeshi wa Kanali Damiba, ikiwa ni pamoja na mageuzi kwa jeshi linalounga mkono jeshi la kujilinda, uteuzi wa magavana wa kijeshi katika maeneo yenye ghasia na kuongezeka kwa operesheni kaskazini na mashariki, zimeshindwa kuzuia mashambulizi mabaya ya wanamgambo dhidi ya raia na usalama. Kulingana na wachambuzi wa data za migogoro Acred Info, Burkina Faso ilichukua nafasi ya nchi jirani ya Mali kama kitovu cha ghasia za wanamgambo mwaka 2022 na kusababisha maandamano ya kumtaka Damiba ajiuzuru. Wakati mapinduzi ya kijeshi yalikuwa ya kushangaza, jeshi la Burkina Faso kwa muda mrefu limekuwa na hali ya kutoaminiana na kutoridhika tangu mapinduzi yaliyoshindwa ya mwaka 2015 ambayo yalisababisha kusambaratishwa kwa jeshi la wasomi. Maadili ya vikosi vya usalama yameathiriwa zaidi na mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi na mazingira duni ya kazi, hasa katika maeneo ya mipakani yenye hali tete. Mara tu baada ya kunyakua madaraka kwa Kapteni Traore, vita vya maneno vilianza kati ya kikundi chake na kile cha Damiba na kuzua hofu ya mzozo mkali wa madaraka. Kujiuzuru kwa Damiba tarehe 2 Oktoba kulimweka Traore kuwa msimamizi wa jeshi lililogawanyika linalojitahidi kukabiliana na uasi wa kikatili ambao unaendelea kuyumbisha sehemu kubwa za Burkina Faso na Sahel pana. Pamoja na mambo yote makubwa ambayo ameweza kuyafanya katika umri wake mdogo, kiongozi huyu Kapteni Traore alizaliwa mwaka 1988 na alianza elimu yake huko Bondoukou, mji wa jimbo la magharibi la Mohane, na kisha akahamia jiji la pili la nchi hiyo, Bobo Dioulasso, kwa ajili ya elimu yake ya shule ya upili. Akiwa katika shule ya upili, Traore alielezewa kuwa mwenye haya lakini mwenye akili nyingi sana. Chama cha Muslim Pupils and Students of Burkina AEEMB kilisema pia alikuwa kijana mtulivu sana. Mnamo mwaka 2006 alijiunga na chuo kikuu cha Joseph Kizerbo katika mji mkuu Ouagadougou, ambapo alihitimu kwa heshima ya juu. Kisha akafunzwa katika chuo cha Georges Namoano katika mji wa kusini kati wa Po. Traore alijiunga na jeshi mwaka 2009 na kupata cheo chake cha kwanza miaka 2 baadaye. Pia alichukua mafunzo ya upigaji risasi nchini Morocco. Kisha baada ya hapo alihamishiwa katika kikosi cha silaha huko Kaya kutoka mkoa wa Kati Kaskazini. Kapteni Traore alipandishwa cheo hadi kuwa luteni. Hiyo ilikuwa ni mnamo mwaka 2014 na baadaye alihudumu katika ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali, unaojulikana kwa ufupi kwa lugha ya Kifaransa kama MINUSMA, na inasemekana alikuwa miongoni mwa walinda amani ambao walionyesha ushujaa kukabiliana na shambulio tata la wanamgambo katika mkoa wa Timbuktu Kaskazini mnamo mwaka Aprili 2008. Na mnamo mwaka 2019, Kapteni Traore alishiriki katika operesheni ya kijeshi mashariki mwa Burkina Faso iliyosababisha utulivu kwa miezi 7. Pia alihudumu katika kikosi cha Makoye kaskazini mwa mkoa wa Sahel na kushiriki katika operesheni kadhaa kaskazini. Mnamo mwaka 2020 alipandishwa cheo na kuwa kapteni. Tangu Machi, Traore amekuwa mkuu wa kikosi cha silaha
kilichoko Kaya. Kapteni Ibrahim Traore amewahi kunukuliwa kwa nyakati tofauti tofauti kutokana na maneno yake mazito ambayo amewahi kuyazungumza. Septemba 30, 2022 alinukuliwa na kituo cha habari cha serikali cha RTB akisema kuwa makubaliano yetu kwa pamoja yamesalitiwa na kiongozi wetu kwa jina Luteni Kanali Paul Henry Damiba. Kuzorota kwa hali ya usalama, hali iliyotufanya kuchukua hatua, imetupiliwa mbali kutokana na hatua za kisiasa. Mnamo Oktoba 2, 2022 katika idhaa ya VOA ya Ufaransa alinukuliwa akisema kuwa sikuamua kuchukua madaraka, nilichaguliwa. Ni hali ambayo imekuwa ikitokota kwa wiki 3 sasa. Nilikaa kwa takribani wiki nzima mjini Ouagadougou nikijadiliana naye, lakini hakuna lililojiri, na raia wanaona mkono anaochukua kisiasa. Tulipendekeza suluhu chungu nzima na nikaelewa mwishoni tunacheza siasa badala ya kile kilichotuleta. Mnamo Oktoba 2, 2022 katika chombo cha habari cha France 24 alinukuliwa akisema kuwa najua kwamba Ufaransa haiwezi kuingilia moja kwa moja masuala yetu ya ndani iwapo tuna washirika wengine wanaoweza kutuunga mkono, sio Urusi. Wamarekani ni washirika wetu, lakini pia tunaweza kushirikiana na Urusi. Hivyo basi sio kuhusu Ufaransa au tatizo la Urusi na Wagner. Na mnamo Oktoba 2, 2022 akizungumza na maafisa wa wizara mbalimbali, Traore alisema kuwa najua mimi nina umri mdogo sana zaidi ya wengi wenu hapa. Hatukutaka kilichotokea, lakini hatakuwa na chaguo. Kwa siku chache zilizopita tumeusumbua usingizi wenu. Tumesumbua usingizi wa wakazi wa Ouga kwa milio ya risasi. Hatukutaka hilo kufanyika, lakini haya ndiyo maisha. Katika kipindi cha miezi 3 ijayo, lazima tufanye kile ambacho kilipaswa kufanywa katika kipindi cha miezi 8 iliyopita. Kila kitu ni dharura. Katika hotuba yake ya maneno mazito ambayo aliyatoa katika mkutano uliofanyika huko nchini Urusi kati ya Urusi na viongozi wa Afrika, Rais Traore, kabla ya mkutano huo na Rais Putin, rais wa Burkina Faso huyo aliwatuhumu viongozi wa Afrika kwa kuendelea kuwa ombaomba wakati bara hilo lina rasilimali nyingi zenye uwezo wa kupaisha uchumi. Rais Traore aliyesema hayo katika mkutano wa Urusi na Afrika huko St. Petersburg nchini Urusi, ambao uliwakutanisha viongozi mbalimbali kutoka barani Afrika. Traore mwenye umri wa miaka 35 ambaye aliingia madarakani kwa mapinduzi na kuwa kiongozi mwenye umri mdogo zaidi duniani, alimshukuru rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kuamua kupeleka nafaka bila malipo katika nchi za Afrika na kueleza kuwa Afrika inapaswa kujitosheleza kwa chakula ifikapo mkutano ujao. Kizazi changu hakielewi hili. Inakuwaje Afrika ambayo ina utajiri mwingi kuwa bara maskini zaidi duniani leo? Na kwa nini viongozi wa Afrika wanasafiri duniani kuombaomba? Alisema Traore. Kauli hiyo ya Traore ilijibiwa na rais wa Senegal Macky Sall, ambaye alisema viongozi wa Afrika hawakuja hapa kuombaomba. Tunafanya kazi kwa ushirikiano kulingana na hali sawa kati ya nchi. Tunasema vivyo hivyo huko St. Petersburg au Washington, alisema rais wa Senegal. Na hiyo ndiyo historia fupi na mambo muhimu ambayo mfahamu kiongozi mpya wa kijeshi Burkina Faso, Ibrahim Traore. Mkuu mpya wa jeshi la Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, ndiye kiongozi mdogo zaidi wa eneo hilo na mwanajeshi mwenye ukakamavu ambaye amekuwa akikosoa zaidi mikakati isiyofanikiwa ya mtangulizi wake dhidi ya Islamic State na wanamgambo wa Al-Qaeda. Kapteni Traore alimpindua Luteni Kanali Paul Henry Damiba. Ilikuwa ni tarehe 30 Septemba 2022, ikiwa ni mapinduzi ya pili ya kijeshi mwaka huo ambayo yaliweza kupunguza kasi ya mpito kuelekea utawala wa kiraia. Traore mwenye umri wa miaka 34 alianza kazi ya kijeshi mnamo mwaka 2009 na amehudumu katika vikosi mbalimbali mashariki na kaskazini mwa nchi ya Burkina Faso. Alikuwa miongoni mwa kundi la wanajeshi waliounga mkono mapinduzi ya Damiba ya Januari 24 dhidi ya rais aliyechaguliwa kidemokrasia Roch Marc Kabore. Hata hivyo, miezi 8 baadaye, migawanyiko iliibuka katika serikali kuu inayojulikana kama vuguvugu la Patriotic for Preservation and Restoration.
Mbinu mbalimbali zilizotumiwa na utawala wa muda wa kijeshi wa Kanali Damiba, ikiwa ni pamoja na mageuzi kwa jeshi linalounga mkono jeshi la kujilinda, uteuzi wa magavana wa kijeshi katika maeneo yenye ghasia na kuongezeka kwa operesheni kaskazini na mashariki, zimeshindwa kuzuia mashambulizi mabaya ya wanamgambo dhidi ya raia na usalama. Kulingana na wachambuzi wa data za migogoro Acred Info, Burkina Faso ilichukua nafasi ya nchi jirani ya Mali kama kitovu cha ghasia za wanamgambo mwaka 2022 na kusababisha maandamano ya kumtaka Damiba ajiuzuru. Wakati mapinduzi ya kijeshi yalikuwa ya kushangaza, jeshi la Burkina Faso kwa muda mrefu limekuwa na hali ya kutoaminiana na kutoridhika tangu mapinduzi yaliyoshindwa ya mwaka 2015 ambayo yalisababisha kusambaratishwa kwa jeshi la wasomi. Maadili ya vikosi vya usalama yameathiriwa zaidi na mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi na mazingira duni ya kazi, hasa katika maeneo ya mipakani yenye hali tete. Mara tu baada ya kunyakua madaraka kwa Captain Traore, vita vya maneno vilianza kati ya kikundi chake na kile cha Damiba na kuzua hofu ya mzozo mkali wa madaraka. Kujiuzuru kwa Damiba tarehe 2 Oktoba kulimweka Traore kuwa msimamizi wa jeshi lililogawanyika linalojitahidi kukabiliana na uasi wa kikatili ambao unaendelea kuyumbisha sehemu kubwa za Burkina Faso na Sahel pana. Pamoja na mambo yote makubwa ambayo ameweza kuyafanya katika umri wake mdogo, kiongozi huyu Captain Traore alizaliwa mwaka 1988 na alianza elimu yake huko Bondoukou, mji wa jimbo la magharibi la Mohan, na kisha akahamia jiji la pili la nchi hiyo, Bobo Dioulasso, kwa ajili ya elimu yake ya shule ya upili. Akiwa katika shule ya upili, Traore alielezewa kuwa mwenye haya lakini mwenye akili nyingi sana. Chama cha Muslim Pupils and Students of Burkina AEEMB kilisema pia alikuwa kijana mtulivu sana. Mnamo mwaka 2006 alijiunga na chuo kikuu cha Joseph Kizerbo katika mji mkuu Ouagadougou, ambapo alihitimu kwa heshima ya juu. Kisha akafunzwa katika chuo cha Georges Namoano katika mji wa kusini kati wa Po. Traore alijiunga na jeshi mwaka 2009 na kupata cheo chake cha kwanza miaka miwili baadaye. Pia alichukua mafunzo ya upigaji risasi nchini Morocco. Kisha baada ya hapo alihamishiwa katika kikosi cha silaha huko Kaya kutoka mkoa wa Kati Kaskazini. Captain Traore